Instagram wanakusikiliza huku. Kwa hiyo kijiji kipo huku pia kinakusikiliza. Kwa hiyo piga nondo baba, walete kati. Alright, ni jambo zuri sana na tuendelee kumshukuru Mungu mtukufu kwa kuweza kutujalia neema ya mtandao ambayo tuko kwa nchi tofauti, lakini bado katuunganisha pamoja. Tunaweza kuzungumza na kujadiliana jinsi gani tunaweza tukaboresha maisha zetu, tukawawajibisha wale watu ambazo wako na makosa, na pamoja na kukumbushana umuhimu wa kurudi kwa Mungu mtukufu na umuhimu wa kutanguliza maombi kwa kila ile jambo peke zetu tunafanya. Sasa ndugu yangu, kwa vile mimi nimezungumza mpaka hizo mambo mbili, japo kwa bado yako mambo mengine, huwa napenda tukue tunawaruhusu pia watu nyingine na zungumza juu ya haya mambo tunaongea. Ziko ma comments nyingi chini, watu wanaomba kupanda, lakini kabla sijanyamaza naomba kusema jambo mbili. Kwanza, tumehakikishiwa usalama wa uhakika ya uangalizi wa kupitia satellites pamoja na mashirika za kimataifa juu ya maandamano yetu ya amani isiyokuwa na kikomo. Maana yangu kwamba kazi iliyobakia sasa ni kwenu nyinyi tu. Mimi nishamaliza. Tuko na guarantee ya usalama, tuko na guarantee ya mashirika za kimataifa, na kama hiyo haitoshi, kuna mgogoro mkubwa sana ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na watu wa maikulu wanatupikiziana lawama juu ya nani anatakiwa wajibishwe. Msije mkawa mnashangaa kabla kufika Ijumaa nyingine ikatokea kitu inaitwa reshuffle. Maana yake ni uteuzi na mageuzi ya vyombo ya ulinzi na usalama, lakini hiyo haitaweza kuwasaidia kitu tena. Watu ambayo wako makuu polisi wanajua nini nasema, kwa sababu wanajua kama nasema haki kwamba iko na migogoro mikubwa sana ndani ya serikali. Kwa hiyo hii mfumo ya kuparalyze tayari tumeparalyze kweli kabisa, kwa sababu ikikuwa sasa kuna migogoro ndani ya vyombo ya ulinzi na usalama, hiyo ndo maana halisi ya administrative paralysis ambayo tuko na maombi ije kutokea. Jambo nyingine, tunaomba kuhakikishia wale watu ambazo wanaitumikia serikali ambayo iko hapa kusikia mastori yetu kwamba sisi radio call frequencies za polisi ambayo wameongea kufanya mauaji hatujavujishiwa na polisi. So tafadhali sana hao watu wa ngazi ya juu ya polisi ambayo leo wanalaumiwa na kutaka kufukuzwa makazi na kukamatwa au hawajahusika, tumetumia teknolojia nyingine ambayo Mungu katubariki, ambayo CNN natumia na mashirika nyingine. Kwa hiyo nitanyamaza kwanza, tusikilize kaka Nurvaz na kaka zetu nyingine watilie nguvu kwa sana hizi mambo tunaongea, alafu tupandishe na watu nyingine watakuwa wanatupa maoni zao na nini tufanye. Lakini muhimu sana maandamano yetu ikuwe makubwa na tuende kwa ofisi za Umoja ya Mataifa tukikuwa na message yetu ya ujumbe yetu kupitia mabango, kupitia maspika ya kuongea na kupitia ujumbe ya maandishi. Na ujumbe hiyo ya maandishi hatutotaka peke zetu mtu yeyote tu awe anawapea, kwa sababu tutaiandaa na tutaiweka hapa, watu mukue mnaisoma, halafu tutasema nani akuwe anapewa aende akaikabidhishe kwa mkono ya UN. Na baada ya hapo hii maandamano haitakuwa tena ya kusimama mpaka pale tu matakwa yetu yatakapokuwa yamekubaliwa. Nitasimama hapa japokuwa kuna habari ya masilaha kutoka Russia na mandege, satellite imefuatilia uzuri, imeiona. Baada yake katua kutoka Russia ikaenda Zanzibar. Hiyo mastori tumeiona. Polisi mkue mjue kwamba hii mambo mnafanya haukuwezi tena kwa sasa kuficha jambo. Leo mumefanya safari 3 za kuondosha maiti tena. Niliwaambia wapee peke zao maiti zao ndugu zao. Leo mumeondoka na magari, mkakwenda kutoa zile majamaa mumeua, mkapeleka huku, mnajaribu kuzipea chemicals zitoe maharufu. Tunaomba sana, hii mambo mnafanya ni mambo ya kitoto kwa sababu tunawaona. Nitasimama hapa kidogo. Okay. Asante sana kuongea.
kwanza inaliza, inatoa machozi. Inatoa machozi. Inaumiza, inatoa machozi. Sasa jamani, nadhani mmemsikiliza Abedi kwa ufasaha zaidi. Mmesikia. Na leo zimetumwa ndege kutoka Urusi. Sijui hata wanatutaka nini hawa. Wamekosa saizi sababu nini? Wameona wabaki na Mrusi na Mchina. Sasa wanataka kutumaliza. Nadhani mmeona. Makaburi yamefukuliwa. Nadhani mlivyoongea nyie wananchi, na Abedi ameshaona. Yamefukuliwa kweli, wameanza kuzitoa tena maiti upya. Wanazitesa maiti tu. Lakini mnaona sasa Tanzania ilivyo. Na Msigwa anatoka anasema kwamba video za CNN ni za uongo. Umeona? Yani hii inakuwa ni balaa juu ya balaa. Haya. Samia amesema walioandamana walifuata mkumbo. Kauli ya kwanza sijui. Kuna walioandamana sio wa Tanzania. Walioandamana wamepewa hela na watu wa nje. Sasa hivi tena wakati yuko hapo Kia kasema tena walioandamana wamechukua hela Kenya. Yani bado ni kama vile zile maiti zinamchanganya. Kila anaposimama kuhutubia waandamanaji wanakuwa na matatizo tofauti. Kila siku. Sasa mimi nahisi labda ile maiti saizi damu inaanza kufanya kazi. Nadhani ndani ya miezi 6 tutakuwa tena tunapambana na Nchimbi. Kwa sababu mimi naona sasa imekuwa kama vile anapoteza network. Kwa hiyo jamani, ndio hivyo. Nadhani Abedi mnamuona anapopiga nondo. Hizi ndio nondo ambazo zinatakiwa mje msikilize. Kule kwa Nulvas kuna watu karibu 1000 wanasikiliza. Hapa wapo watu 3200 wanasikiliza. Wanasikiliza watu wote wenye akili timamu. Sidhani kama hapa kuna mtu ana akili ya Baba Levo au Babu Tale. Sidhani. Katika watu wote mnaosikiliza hapa, sidhani kama mtu mna akili kama ya Asha Baraka. Hapa kuna watu mna akili timamu ambalo ni bunge zuri kabisa, bunge la watu wenye akili timamu. Hapa hamna akili za kina Asha Baraka hapa. Nadhani mnatuelewa UVCCM. Kwa sababu sasa hizi mnataka kuweka watu wasio na akili ili waje wawakosoe. Mmewafukuza wakina Tundu Lissu bungeni, wakina Heche, ili msijulikane madudu yenu. Hiyo tumeijua leo. Asante sana bwana Abedi. Okay, Nuruvasi karibu. Tunashukuru sana kwa watu wote ambao mnatufuatilia. Hii inatupa moyo sana kuona mwamko wa Tanzania wanaopenda haki. Hii sio tena ushabiki tena. Na tunashukuru sana kwa sababu mwamko wa Tanzania wengi hasa vijana sasa hivi ni mkubwa sana. Ni wasii sana, yani asirudi mtu yoyote nyuma. Asitokee mtu ambaye atakayokatisha tamaa kwamba eti Oktoba eti Disemba hakuna maandamano. Achane na hayo mazuzu. Yani zuzu yoyote ambaye anakuambia hamna maandamano, yani huyo ni muuaji kama wauaji wengine. Tuko hapa kwa ajili ya kumpinga Samia, tuko hapa kwa ajili ya kudai damu za ndugu zetu ambazo zimefukiwa, tuko hapa kwa ajili ya kumtaka Samia atoke completely, maana tumuhitaji. Mahali anakotupeleka ni mahali pabaya. Kwa hiyo ninawasihi sana wa Tanzania wote, Instagram ambao mnanisikiliza pamoja na ambao mko hapa TikTok, tuko watu zaidi ya 3000, tunaenda 4000 sasa. Share live unavyoweza ili Tanzania ikapate wote kuwepo hapa. Tunaamini wako watu wengi ambao mnatusikiliza. Asitokee mjinga yoyote, mpumbavu yoyote, bumunda lolote, chizi yoyote anayekwambia kwamba tunapoteza muda. Tuko kwenye right track na tunaamini kwamba tunaenda kushinda. Hii sio habari ya kitoto. Huyu ni Mungu ambaye anatutia nguvu, ambaye tunaenda kumwaibisha Samia kwamba mambo aliyotufanyia ni mambo mabaya. Ukatili ambao anatufanyia Tanzania, uizi ambao anatufanyia na mtoto wake, hatuko tayari kuendelea kuentertain. Kwa hiyo tuko tayari kwa ajili ya kupambana na wewe Samia. Yaani hii ngoma mzee haishi mpaka iishe. Kwa hiyo Watanzania wote mimi nawasihi sana. Huu ni muda sahihi sana kwa ajili ya kuhimizana. Huu ni muda sahihi sana kwa ajili ya kuamka. Huu ni muda sahihi sana ya kutuni ubongo wako na kujua ni nini Tanzania tunachokitaka. Tuna watu wetu wamepotea, ndugu zetu wamekufa, wametua, lakini bado miili ya ndugu zetu hawataki kutupa. Huu ni ukatili wa namna ya ajabu sana. Wewe ukiwa kama CCM, ukiwa kama Chadema na ambaye hauna chama, ili ni swala la Tanzania, sio swala la chama, sio swala la dini. Nashukuru sana Waislamu kwa Wakristo kwa kuonesha ukomavu na kuapprove kwamba watu sisi hatuna mambo ya udini au machizi. Yani guys, we are on the right track.
tunaelekea kupambana na tunaenda kushinda 100%. Tuko na Habili ambaye ni kama captain kwa sasa, kwa sababu nondo ambazo anazipiga mtu mzima hawezi kuwa na hizi nani. Yaani kichwa cha Habili ni sawa sawa na milioni ya vijana wa UVCCM. Yaani let's keep moving guys. Tuko sehemu sahihi na tunaendelea kupambana. Karibu sana karibu Sama. Okay, hiyo sijui mnaiona hapo profile, mnamuona yule anayemuongelea Habili aliyeua ile picha anaitazama Habili akitazama kila analia. Huyo aliyokaa nyuma ya Mama Samia huyo ndio kaua watu, kawapiga malisasi ya kwenye macho na wapiga ubongo. Kawaua, yani wale kama vile watu waliowekwa lock up. Alafu akashika mashine gani akateketeza huyo. Hii ni picha ya leo. Kumbukeni, hii ni picha ya leo. Mama ameenda Kia, kwenye uwanja wa Kia. Unaona hao Wazanzibari wawili hao, huyu pembeni na huyu. Hawa wauaji hawa. Watumbatu wanatoka sehemu inaitwa Tumbatu. Huyu Ali Ameli ndio huyu hapa. Ndio aliyeua. Ndio kuna picha ya satellite ambayo inamuonyesha anaua watu karibia madazan peke yake. Huyu hapa. Yaani lazima tuwe wa kweli tu. Hata kama watatupoteza, lakini tumewachia kitu wa Tanzania. Huyo nyuma mnamuona hapa. Nadhani mnamuona wote wa Tanzania mliopo hapa, mko 3000 na kitu. Mnamuona huyo. Hiyo ndo serikali yetu. Huyo mnamuona huyo. Kaua dazan na madazan. Ndio maana anasema hiyo video ni ngumu kuiachia. Akiiachia mnaweza mkatoka hata kesho mkaamua kuandamana. Anapotoboa vichwa vya watu. Inasikitisha sana. Karibu Maisha. Mimi kwamba wanapambana na watu kwa sababu wao wanaua watu. Hii ni wanapambana na nafsi, wanapambana na haki. Kwa hiyo leo watatuua sisi, watamuua mtu yoyote, lakini hii nafsi itaendelea kudumu. Hii mbegu ya haki itaendelea kudumu na itaendelea kuwatafuna. Tunataka tu tutume message kwa Watanzania na hao wauaji kwamba wasipambane na haki, wasipambane na watu. Ila wajue tu wanapambana na kizazi baada ya kizazi baada ya kizazi. Yaani hii ni bomu la nyuklia. Hata wafanye kwa namna gani hawawezi kustopisha hii nguvu ya umma ya wananchi. Kwa sababu hii nguvu ni nguvu ambayo inarithisha, ni sumu, ni zaidi ya sumu ya panya ambayo inarithishana kutoka leo mpaka kesho. Kwa hiyo wasidhani kwamba kuwafunga kina Lissu, kuwazuia kina Habili, kuwazuia kina nani na hao wengine walioua wapambania haki kwamba watazima hizi sauti. Hizi sauti ni sauti za kudumu na ni sauti endelevu. Naomba waelewe tu hiyo, kwa sababu hawa watu mara nyingi hawajui hesabu, wanatumia tu nguvu. Hawana akili za kuweza kuchakatua mambo. Ila wenyewe wanachofikiri kwamba ni kuua watu, kwamba wataweza kunanisi tatizo. Haiwezekani. Hii wanapambana na nafsi, hii wanapambana na haki, hii wanapambana na adui ambaye hawamjui, kwa sababu Watanzania wanazaliwa usiku na mchana ambao wanapenda haki. Mimi napenda kutoa mapendekezo kwa Habili kama itawezekana. Pendekezo la kwanza, kama kutakuwa na uwezekano wa kuweza kuweka satellite katika zile center kuu za watu ambao watakuwa wanatokea. Kwa mfano, labda Tegeta, Gongo la Mboto, katika ile milango mikuu ambayo waandamanaji tutakuwa tunatokea, kukawepo na satellite kuanzia zile center za mwanzo na katikati mpaka mwisho ambako tunakuwa kuhakikisha kwamba matukio yote, namna wananchi wanavotoka kuanzia zile center za kwanza, zile vituo vya kwanza watu wanapotoka na wanapoelekea na katikati, ili tuwe tunapata taarifa zote, ile taarifa zote ziweze kuwa live zinaonekana. Hilo pendekezo la kwanza. Pendekezo la pili, na nitarudia, naomba pia kama tunaweza tukatuma barua zetu kwenye haya makanisa mengine. Kwa mfano kuna haya makanisa ya Kianglikana, tukatumia barua ambayo ni makanisa ya ndani kwa kuwa taarifu tu. Alafu kuna makanisa mengine ya Kisabato sijajua yanaitwaje. Na vile vile tukatuma makao makuu yao, kwa sababu hawa pia kuna baadhi ya viongozi wao ambao wanashirikiana na serikali kuweza kuhakikisha haki za Watanzania zinaweza kudidimia. Hiyo ni kitu pendekezo lingine. Pendekezo lingine nilikuwa naomba, siku ile nilisema sijajua kama ulilisikia, kuweza kuwa na mobile toilet, zile nani za ambao watu kwa mfano tukienda pale UN, mtu anataka kwenda
msalani, anaweza akatumia hizo nani za Red Cross kuliko kwenda mbali kule nini, akaenda akamaliza haja zake pale, akaenda akapiga simu na nini na vitu kama hivyo. Nafikiri naeleweka ninapozungumza hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni pendekezo langu la pili. Nani la mwisho tu, mimi ni wasi wa Tanzania. Haki inatafutwa na Watanzania wote. Tusirudi nyuma, kwa sababu hii paralyze ya serikali ambayo inakuja, ambayo jenzi wameifanya, itamgusa kila mtu. Kwa hiyo wewe ambaye unakaa ukisubiri kwamba kuna mtu atakupigania, itafika muda hutopata mshahara, itafika muda hutopata kile ambacho unakitegemea, kitaisha. Kwa hiyo kuliko kusubiria kwamba uone miujiza, ni bora hiyo tarehe 9 wote tujikusanye, tukadai haki zetu kwa pamoja, kwa sababu hawa watu hawakupendi hapo ulipo. Hawa watu wanakutumia tu. Mimi naomba niishie hapa, niwaambie tu haki kila mtu anahitaji. Tukiwa na haki, kila kitu kitarudi katika mstari wake. Tusiogope, tusiuziwe uoga, hata wakodi majeshi ya nje na nchi. Lakini sisi tunapambana kwa ajili ya haki, sisi tuko upande wa Mungu. Wote tuungane. Haki yetu ndiye dini yetu, haki yetu ndiye umoja wetu. Asante. Okay, da hiyo kama hizo satellite, picha za satellite zilivyochukua wakienda kufukua tena, is there a way tunaweza tukawa expose in that way? Kwa sababu hii issue ina get too much, it's exhausting, inaumiza, inakera, like kwa sababu again serikali yetu isipokuwa exposed waga waone issue is serious. So kama kuna uwezekano wa bill, kama unaweza ukapata hizo picha za satellite wakienda kufukua na nini anything, waka-exposiwa, and then they will see this thing is serious. Ni hivyo tu. And kuhusu BOT, kuna time moja mtu mmoja wa Kenya, ni mtu wa IT, aliniambia hakuna system mbovu ya kifedha ama ya kibank ambayo iko very easy kuwa compromised kama ya BOT. Na vile Habila naongea na nini, nilikuwa namsikiliza afu nikifanya research yangu mwenyewe and nikagundua. So issue nilikuwa naiongelea kama miezi 4 iliyopita kuhusu SGR, nikiwaambia hela iliyotumika kutengeneza SGR does not make sense. Na nikilinganisha na train services za hapa ninapoishi mimi Calgary, hai make sense kabisa, na SGR naiona Tanzania mbovu, old, haifai kwa pesa ambao wanadai wameitengenezea. So yeah, hivyo. Thank you. Okay, atayaandika maswali yako da, nadhani Abiri fungua mic dakika 2. Na pia kuna dada unaweza kumpandisha, anaitwa Lioness, ame-apply pia kwa muda mrefu, nadhani yako na taarifa muhimu. Alafu akimaliza huyu wa sasa hivi itabidi nijibu kwanza, alafu tuendelee tena ili kama vile maswali sikuwe mengi. Okay. Habari. Nilikuwa nilikuwa na niseme ni elimu kwa ajili ya watu wanaofanya banning. Sijui naweza nikatoa banning ya nini? Wanaobani account. Wewe unafanya kazi wapi? Mimi ni nani tu, kijana wa Tanzania. Ndio unafanya kazi wapi ili nikuruhusu uongee elimu nani hiyo banning? Maana natakiwa umesoma. Unafanya kazi wapi? Au umesomea mambo ya Microsoft? Kidogo wewe. Umesoma Microsoft? Okay. Nimesomea kidogo. Okay, karibu. Kusaidia kupunguza hizi banning, unaweza kuanza kwa usitumie VPN ambayo umetumia mara ya kwanza. Kama account ilifungiwa, usitumie tena hiyo hotspot au hiyo namba ya simu iliyowahi kufungiwa. Pia usitumie maneno ya kuomba gift. Ukiona mtu anaomba gift, yani anaandika hapo message ya gift, ujue huyo mtu wameshajiandaa, yani kuna kikosi kabisa wanakiandaa cha kubani, cha kufungia au kushusha account. Unaniambia wale madada wanaotikisa tako eti wasiombe gift. Hiyo
No, unaweza ukatumia unaweza tukaandaa akaunti neno jipya, yani kama unatumia labda zawadi ila utumii hii mwishoni. Alafu kama huyu hapa huyu nani huyu Fauzen huyu ameandika Kwa hapo mfano, F1 kwa mfano inamaanisha kama mimi situmii mambo ya VPN inakuwaje sasa? Wewe si umesoma Microsoft. Anyway malizia, maana kuna mtu wa Brian anatakiwa aongee hapo kidogo. kama huyu hapo aliandika F1. Wameshakuelewa. Nyie mnaofungua live sio mnaomba gifti. Mkiomba gifti mtashushwa. Bado. Utawafanya watu wasifungue live. Umesikia sasa? Umesikia kaka? Nakusikia. F1 inamaanisha ripoti. Alafu kuna 00 inamaanisha anzeni sasa kuripoti. Na 00 F1 inamaanisha full attack. Kwa hiyo ukitumia neno gift wanakopo umeshaanza kunanilia, yani nasemeje? Wamepata sababu chanzo cha kunanilia cha kuifungia ama kuishusha akaunti. Hebu ngoja, mbona naanza kukuelewa kidogo. Hao wanaoandika F1 ni wapige nyundo hao, si ndio? Inatakiwa wapige nyundo. Na hao wanaoandika 00 ni walime nyundo, si ndio? Ndio. Na okay jamani, walete kati. Naanza kutembeza njugu. Kopa tu hapa. Kopa tu, yani ukija na 00 umekula bakola. Safi dada, kumbe kweli umesoma Microsoft. Ngoja nikupigie vinanda. Kidogo niache walete kati. Okay basi dada, nimekuelewa. Mtu ambaye anatumia kodi ambazo hazieleweki inatakiwa mpige nyundo. Kuna RTR, kuna zipo nyingi tu. Kwa hiyo mkimwona mtu amepanda wa design hapo mnampiga nyundo. Ila wanaanza kwa kuanza labda wanatuma maneno, wanaanza kwa kugombana, ama mtu anatuma neno gift, andika tuma gift sasa ili wapate sababu ya kuishusha hiyo account. Kwa hiyo inawezekana mtu tutafute neno lingine la gift kwamba tumeni sasa hivi hayo mazawadi, mafedha, tunaweza tukaandika hivyo. Kwa sababu mimi siishi kwa tap the screen, mimi hiyo sina tatizo sana. Mimi nikiona mtu kaandika gift 00 F1 ni nyundo tu. Anza sasa, moderator wangu anzeni kazi hapo. Okay basi, asante. Malizia we nani? Naweza nikamalizia pia kwenye nanili hili swala la tarehe 9. Kwa sababu huyu anataka kuongea okay, malizia. Tarehe 9 nilikuwa napendekeza ni kama tukienda, yani tukaenda tukakeshe pale kwa ajili ya maombi na dua sijui hapo na mishumaa kuombea ndugu zetu hadi kesho yake asubuhi hivyo. Mtatoka na mishumaa. Safi kabisa. Nimekuelewa. Okay, ngoja nikushushe. Sasa nani Bill inabidi uongee haraka sana kwa sababu Bill anataka kujibu. Haraka ili nikushushe hapo wabaki wachache. Alafu mlioko chini au juu hapo wawekeni followers kwa sababu wanatakiwa kesho wafungue live. Leo tumepigwa bani wengi tu. Okay. Bill chap basi Bill hapo aendelee nani. Haya. Sasa mimi nina mapendekezo mawili. Cha kwanza, kama wewe upo hapa na unajua nini tunakipigania, ukimsikia yoyote yule anaisifia serikali au anajaribu kutuattack sisi kwa maneno, kuna watu hapo huko, no matter to post, kuna watu hata uwape facts kiasi gani, uwape information, ujaribu kuwaelimisha kwa namna gani, hata ikukusikiliza wapo tayari tu kuwa misinformed. Kwa hiyo wewe achana nao wapoteze. Ukishamuona tu kimtu kinasifia hawa majambazi, mimi siwezi kuita serikali, hii sio serikali tulionao. Hichi ni kikundi tu cha majambazi tulionacho hapa. Wewe mpotezee kabisa. Alafu kuhusu Habil hapa, kiongozi wetu, nilikuwa sikutegemea kama ataweza kureveal sura yake na muonekano wake, lakini kwa kuwa sasa umeshaji-reveal, inabidi uchukue measures nyingine sasa za kujilinda, kwa kuwa nadhani upo US, sijui ni US nadhani
nikiongelea kuhusu kujilinda naongelea second amendment yuko Kawe kwa sasa. Kawe Dar es Salaam saizi. Yupo okay, naongelea kuhusu second amendment of the constitution ya huko. Nadhani anaielewa hiyo. Yangu ni hayo. Okay, asante sana. Abiri, karibu. Alright. Yeah, kwa kujibu ile kwa haraka, kufanya kuokoa muda, kaka yetu ya mwanzo ameuliza swala ya uwezekano ya kuelekeza satellite mengi kwa zile masehemu muhimu. So kimsingi hii masuala ya satellite, yuko mtu ambaye pia tumwombee Mungu sana, anafanya kazi kubwa sana sasa hivi kuhakikisha satellites nyingi zinaelekezwa Tanzania kutoka tarehe 9. Mi sitoweza kumtaja, itafika siku peke zake atajiongea, atazungumza. Mara nyingi anakuwa Twitter na sehemu nyingine, sije kumuona kupanda TikTok. Kwa hiyo bado kuna jitihada kubwa na nyingi na mazuri zinafanyika. Dayona ameuliza pia kama tarehe 9 itakuwa ni holiday. Sasa itakuwaje kupata pale attention ikiwa ni holiday? Well, mi jawabu langu Dayona ni moja. Mimi na leo nasubiri itoke tarehe ambayo tunakubaliana kwa pamoja tunakwenda ofisi ya UN ili niweke appointment. Nitaweka appointment kwa email pamoja na kuwapigia masimu kuambia kwamba tarehe fulani kuanzia saa fulani mpaka saa fulani tutakuwa kwa ofisi ya UN. Na nishaongea na UN ya Amerika, so ninawapigia UN ya Tanzania kuambia, na tukikuwa tunakuja hapo tutataka kuonana na secretariat ya hapo tuikabidhi message yetu, na maandamano yetu ni ya amani sana. Hatutokuwa na kitu yoyote ambayo inaweza kuharibu amani yetu, na tumefanya maongezi na mapolisi na majeshi. Nitawawekea zile barua zote ambayo nimewapa polisi pamoja na TLS. Kwa hiyo kuhusu swala la tarehe 9, well, siku na nguvu ya kutoa maamuzi tunayo sote hapa. Tukisema twende tarehe 10, well, mimi kinipa jawabu leo, kesho asubuhi na confirm appointment na wajulisha kwamba tunakuja ili wakuwepo pale. Tukifika watusikilize mambo zetu nini tunafanya, japokuwa baada ya hapo tutabakia kwa muda wote ambayo mpaka peke zetu sisi tutakubaliana. Jambo nyingine pia umesema kwamba peke yako wewe umeongea na mtu kwa kuthibitishia ni kwa jinsi gani mifumo za BOT ni mifumo mibovu sana. Hiyo jambo inajulikana, na si mibovu tu, na bado peke zao hawafanyi kazi kwa uprofessional. Imagine, sisi hapa tunaongea kwa TikTok, tayari BOT wamejibu kwa akaunti yao rasmi. Ni kama mtu ambaye amelewa. Si watu ambao professionally, kwa sababu sisi tumewaelezea kiprofessionally kitu gani tumeki-attack, kitu gani tumekiingilia, na kitu gani tumekiona, na tuko na nini. Nilikuwa nategemea waje na jawabu la kitaalamu kama vile ambazo sisi peke zetu tumewaeleza. Sasa mnaweza kwenda kuangalia peke zenu kwa Instagram na Twitter na mitandao mingine vile hawa majamaa wa BOT wamejibu. Na kwa vile ni watu ambayo wamezoea kukataa kile jambo. Sasa hii Tanzania sasa hivi ni usiku, sasa jibu sasa hivi maana yake kama amekuwa amelewa alafu akawa ana type, ni jambo la aibu sana kuwapa watu walevi accounts za kuisemea kitu kama BOT. Kwa hiyo kwa vile anajibu kilevi kama iko salama, basi sisi tutamuonesha. Tufikia hapo. Hakuna haja ya kuwapea story mingi, lakini inajulikana kama wako weak na wamekuwa na shambuliwa mara nyingi sana, na naomba kuwafundisha utajuaje kama bank BOT inakuwa chini ya ushambulizi. Hii si mara ya kwanza, lakini inakuwa hisemi. Unapokwenda kama ATMs, ukawa unatoa hela na unaambiwa hakuna hela, si kama inakuwa hakuna hela, mifumo inakuwa iko down na inakuwa iko attacked, imeshambuliwa.
na mara nyingi inakuwa hivyo, lakini kwa nchi kama za Tanzania wanakuwa si watu ambayo wanaeleza raia zao nini inaendelea. Ni watu ambayo wanapenda kuwa waongo na kufanya mambo ya hovyo. Kwa hiyo ni jambo la aibu. Sijitegemea kabisa kama wataweza kujibu majibu hayo ya kijinga kwa uchafu hizo. Nilijua watakuja na fact na maelezo na waoneshe watu kwamba mumesema hii, mumeishambulia, watuwekee ile data inaonekaje pale, kama iko green ama iko red ama iko yellow, iko na usalama kiasi gani. Hiyo ndio ilikuwa jawabu tunataka, sio waje aseme puuza hii habari ni ya uongo. Kama uongo tuthibitishie basi, kama vile ambazo sisi peke zetu tumekwambia kitaalamu kwamba haiko salama, na tunawahamasisha watu wasiwatoe mapesa zao, wawekezaji pamoja na watu waliokuwa na hela nyingi, kwa sababu lengo yetu ni kuwa paralyze na tunawa paralyze. Kwa hiyo hii swala ya BOT ilikuja mara mbili, na tutaijibu hivyo. Na kuhusu swala la satellite, tuwaombee dua sana watu ambayo wanahangaika. Kuna mtu namjua at least mmoja ni mwanamke, anafanya kazi nzuri sana, anaongea na makampuni makubwa sana yanayoendesha masatellite makubwa sana, anafanya mazungumzo nayo mazuri mpaka sasa hivi, na huko uwezekano satellite nyingi kuanzia tarehe 9 zikaelekezwa Tanzania, uwezekano ya 99.9% mpaka sasa. Kwa hiyo mambo zinakwenda vizuri, kwa sababu kama vile unataka faida tu ni kufahamishe ni vipi satellite inafanya kazi, kwa sababu kamera za satellite sio kama kamera za simu. Kamera za satellite kuna kitu inatumika remote, inaitwa remote sensing instrument. Ni remote maalum inatumika. So kamera zake ambayo tunatarajia this time wakati hii kutumika, itatumika optical cameras, itatumika infrared sensor, itatumika radar, itatumika pia na ule mfumo ya video ya kutoa kwa satellite. So mambo inakwenda vizuri, na tumuombe huyu dada, Mungu amjalie hekima, amjalie mafanikio. Tuko naye vizuri, anaongea na makampuni mpaka ya Planet Labs pamoja na Starlinks kuhakikisha ndugu yetu yote iko salama kwa maandamano ambayo inafanyika. So nafikiri nimejibu hivyo kwa ufupi, na tutakuwa tunaendelea kuzungumza, tuendeleze kama masuala mengine bado. Pia unaweza kumpandisha dada Lioness, tuone vipi na yeye na maneno zake. Okay. Ni fiancé wake, ni mchumba wa Habil. Are you serious? Yes, muulize hapa. Okay, hiyo kazi imeisha. Kwa hiyo, Inawezekana labda maki umepigiwa debe. Nimechoka kwa kweli. Basi. Habil lazima afanye kazi ya nchi. Kwa sababu wameshajua. Ya muache wa dada jamani, muache tukomboe taifa. Pole sana. Ngoja kwanza. Lioness, bwana acheni hizo story bwana. Tuko kwa ajili ya mambo serious. Mambo ya mapenzi, ongea na mwenzako bwana. Achana hizo mambo bwana. Wewe ongea na jamaa yako huko bwana, unajua kuongea Lioness. Lakini pia ni mchango mkubwa pia, kwa sababu kazi zote anazofanya hapa na mimi ni mchango, ila ingawa sijisemi hapo hivyo bwana. Mnaanza kufanya watu onekane wiki tena bwana. Sama mshushe huyo dada bwana. Haya mambo kwa sensitive bwana, acha hizo mambo bwana. Kuongea mambo ya mapenzi mshushe bwana wewe Sama bwana. Abile, hebu kama ni kweli fanyeni huko pembeni bwana. Huyu anafanya na fatu unaonekana wa ajabu sana. Lioness, mimi nilishamwambia sana. Hata kipindi cha nyuma nimemkatalia. Mimi simpandishaji kwa sababu hiyo. Hata kipindi kila mmeleta taarifa si tutapuliziwa dawa. Mwambieni bwana mbo achezo mambo. Wewe Lioness, hebu achezo mambo bwana. Tuko kwenye mambo sensitive. Ongea na mwenzako huko, sio huku. Hayo mambo ya inbox. Ni kufanya kazi na wadada jamani. Hapana. Mambo ya inbox hayo. Okay, karibu Tanzania. Za BOT zote zitakufa kupitia hiyo swala. Nikawa nimekuja na idea ya kwamba tufundishe watu jinsi ya kutumia cryptocurrency. Na hiyo itawafanya hata wale watu wenye pesa hata ndogo, hata kama ni shingapi, hata kama ni hela ndogo sana,
mtu anaweza akaiweka hifadhi yake kule kwenye crypto na anaweza akafanya miamala yake popote pale duniani. Kwa hiyo hiyo swala nilikuwa nishamwambia kaka Habil kwenye inbox, lakini mimi nilikuwa naomba kama yeye atatoa go ahead ndo tuweze kufanya haya majadiliano ili kusudi kuelimisha wananchi wote. Na nashukuru sana unapigana vita kubwa sana kaka Habil kwa ajili yetu sote, na unafanya mikakati mikubwa sana ambayo hakuna kijana wa miaka yako angeweza kufanya hapa Tanzania. Kwa hiyo Mungu akulinde, akubariki na kila kitu katika hiyo unayotupigania haki zetu, na wale walio pata mauaji, na huyu Samia aondolewe katika ile system ili tuweze kuchukua na kuikomboa nchi yetu. Basi kwa hayo mimi nilikuwa naomba kaka Habil naongee pia niweze kujua ana maono gani katika hilo. Sasa sio mlazimisha aongee. Unajua wewe unanitia mashaka sana. Kila saa unashaanza kunitia mashaka muda mrefu, na watu kwenye comment wana mashaka sana na wewe. Sasa kwa nini unalazimisha ajibu unavyotaka wewe? Wewe nenda kasubiri chini pale. Unajua hapa saa nyingine nitumie na ubabe. Kwanza mwanzoni nimekuuliza umenitumia message ya nini, unakataa kunambia. Maana ndio mnatuma milinki huko afu baadaye mnaleta matatizo tu. Mwanzoni nimekuhoji umenitumia message au nimewatumia message wewe na ya nini? Kwa nini ulikataa kusema mwanzo? Wewe una mkakati fulani utajibiwa, lakini maana mimi nimo kwenye mitandao miaka mingi, kwa hiyo ninamjua hasa mtu mwenye walakini. Wewe una walakini kidogo, sikuamini. Unaweza kutuchoma wewe. Karibu Leonard. Age mwanzo mmekupandisha. Sema tu bendera tu, ningekuwa najua ni wewe ningekupiga juu kwa juu. Sababu watu wengi wamekukatalia hata mwanzoni. Karibu nani swali nani Leon karibu. Aupo Beta karibu. Okay, Kasama nilikuwa nataka kuzungumzia ujamaa aliyotoka. Hata tulivyokuwa hapa chini comment section alikuwa anatukana sana, ni kitu ambacho sio tabia yetu. Si tunajua tuna tap Basi hebu kaa kimya kwanza. Kaa kimya. J nipigie panga huyo. J kama upo hapo. Cheza naye huyo. J au Auntie G. Chezeni na hicho kichwa. Huyu jamani nimemshtukia mtangu mwanzo. Kwanza kwanza analeta taharuki. Unaona? Cheza naye. J cheza naye huyo, usimwache. Umodereta wako ndo nitauamini hapo. Cheza kama Messi huko. J cheza kama Messi au Auntie G. Okay, karibu Beta, piga nondo kama dakika 2 hapo. Ndo hicho tulikuwa na kazi hapo kwamba yani sio familia kabisa, maana yenyewe amekwenda na maji huyo. Okay. Alright. Okay. Mimi nilimuona tangu mwanzo. Jamani, mimi saizi sichukui mtu ila naamrika sijui nina taarifa. Hapana. Unaona mnakuja kutuharibia mada. Sitaki. Kaa tu kwenye line, kaa na wenzako. Taarifa saizi sitaki. Sama sikia. Kitu ambacho ukifahamu. Huyo mwanamke amekuja kuharibu hapa. Hana hata mahusiano hata na Habili. Kwa taarifa nilizopata. Sasa ni ujinga gani kama sio anakuja kuharibu tu? Hana mimi najua. Hana mahusiano na kuja kuharibu ujinga hapa. Mblock huyo dada. Tutaki upumbavu wake hapa. Situko serious. Hii ni swala la mtu kufa kutoa maisha yake kuja kuleta upumbavu wake. Mpige nyundo huyo Linus. Mpige block. Asia katuharibia mission hapa. Eti analeta mapenzi. Unaleta mapenzi. Yo. Mimi nimemuuliza swali. Huyu dada anafanya ujinga gani? Nyewe wadada acheni ujinga. Tuko kwenye mambo serious. Wengine tunawindwa kwa ajili ya kuuliwa hapa. Unaleta mambo ya mapenzi kipumbavu hapa. Tuko kwa ajili ya kukomboa hatima ya nchi yetu. Tuko kwa ajili ya kukomboa hatima ya watoto wetu wa baadaye. Watu wamejitoa. Mtu huyu ameenda kuapa ujue. Ametoa nani? Amekula kiapo huyo. Kwa hiyo sasa hivi anawindwa kila kona. Acheni mambo ya kijinga. Huyo mpige nyundo, ache upumbavu kabisa. Nyewe wadada mpigeni nyundo huyo. Mpigeni nyundo kabisa, toki huko atulete upumbavu wake hapa.
Block Eti kabisa. Yaani kiukweli kaka Sama, sasa hivi tupo kwenye mlengo jamani wa kwenda kukomboa nchi. Sio habari za kwanza kuleta masuala ya ajabu kwenye live. Yaani kama una mambo yako private, weke private huko. Wapo unayaleta kati gani? Haya masuala kwa kweli hapana. Ni vitu ambavyo havitakiwi kabisa. Weka mambo yako huko private, yafanye private. Tunapanda mbele ya live hapa, tuko busy kujua tarehe 9 tunafanyaje. Wewe unaleta mambo ya ajabu tena. Hamna ujinga kama huo saizi hapa ise. Sama tuendeleze tu captain, tuendeleze tu. Ni ujinga kabisa. Mimi sijapenda hata mimi. Alafu anamdhalilisha mtu hapo eti maana mimi namfahamu kuliko yeye. Sasa anavyoniambia eti mimi ni mpenzi, mimi nimemuuliza eti mimi ni mpenzi wangu. Yaani ni ujinga tu. Saizi sitaki mtu, yani saizi usijidanganya wa kuandika na taarifa. Yani sikupandishe hata kidogo. Yani tena saizi mtu ukiandika na taarifa nyundo. Je, ukiona tu mtu anaandika na taarifa mpige juu kwa juu. Au yule anayeandika naomba unipandishe, taandika juu kwa juu. Maana saizi kuna watu mnataka kutuletea taharuki tu, kututoa kwenye mudi tu. Kaeni kwenye line kama wenzenu. Mbona wenzenu wako kwenye line pale? Anapanda anaongea. Sasa nyewe kumbe mnasema taarifa, kumbe mnakuja kuleta ngono. Ngono tuna watu saizi, mtu kaiba trilioni huko baada tumjadili, wewe unaleta habari za nani? Kwanza alishaleta taharuki siku moja, akasema eti kuna Warusi wanataka kuja kutupulizia dawa za mbu. Tudondoke siku ya maandamano. Huyu na nilimkasirikia sana. Tabia yake sio nzuri. Okay, tunaweza tukaendelea. Abili unaweza ukaendelea. Karibu Abili. All right. Asante sana. Nimeona katika maswala ambayo yameulizwa ilikuwa ni swala ya kuwapatia watu elimu ya kuweza kutumia njia mbadala ya kuweza kutumia pesa. Ikapendekezwa na ndugu yetu njia ya cryptocurrencies. Mimi peke zangu ninavyojua mpaka sasa hivi cryptocurrency ni njia ambayo illegal kutumika kwa nchi ya Tanzania, illegal kutumika. Na pia kwa hakika kabisa na imani kubwa kwamba kwa mifumo ya cryptocurrency inavyofanya kazi ni jambo ambayo itatuhitajia at least tutumie muda angalau ya wiki 3 mpaka mwezi kupeana elimu juu ya vipi unaweza ku-access cryptocurrency. Umemaliza Abili? Kwa apande mwingine kuuliza swali au wamemshusha? Aibu wameipata. Picha 9, video 9 za satellite, watu wakifukua maiti. Karibu Zawadi. Kwa raha yake, vinginevyo anaweza akaja akaingia kwa shida kubwa, kwa sababu tuko kwa sehemu ya kuiparalyze serikali kwa kiwango ambacho hakiwezi kufikirika kwa akili za binadamu wa kawaida. Kwa nitasimama hapa, tusikilize na watu nyingine. Mtu ambaye ana pesa zake kwa benki ya Tanzania atoe pesa zake, abakie nazo cash kwa raha yake. Vinginevyo anaweza akaja akaingia kwa shida kubwa, kwa sababu tuko kwa sehemu ya kuiparalyze serikali kwa kiwango ambacho hakiwezi kufikirika kwa akili za binadamu wa kawaida. Kwa nitasimama hapa, tusikilize na watu nyingine.